Pale mlipo, hizi ni habari njema ambazo tumepanga kuletea siku ya leo, na habari zenyewe ni Muharram Expo 1447 AH au Algeria. Muharram Expo maana yake nini? Haya ni maonyesho ya shughuli za kijamii zinazofanywa na jumuiya na taasisi za Kiislamu hapa Tanzania. Kupitia Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu hapa Tanzania kumeandaliwa shughuli kubwa kabisa, shughuli ambayo inazileta pamoja jumuiya, taasisi za Kiislamu, mashirika, makampuni na wale wote wakiwemo wajasiriamali ambao wanafanya kila juhudi kuweza kutoa huduma katika jamii ya Kiislamu na jamii ya Watanzania kwa ujumla. Mabenki ya Kiislamu, makampuni ya bima, makampuni ya hatifungani. Kama tunavyofahamu, sisi katika Tanzania tumepiga hatua kubwa sana kutoka kwenye benki za Kiislamu, huduma ambazo hazina riba, lakini tumekwenda mpaka kwenye masuala ya takafu kwa maana ya bima. Sasa hivi tuna bima za Kiislamu kwa ajili ya majumba yetu, kwa ajili ya magari yetu. Ni huduma ambazo hazina riba, lakini tumekwenda mbali zaidi. Sasa hivi mpaka tuna hati fungani kwa maana ya sukuk, pamoja na shughuli zingine zikiwepo zaka, zikiwepo za wakfu. Hizi ni huduma za kifedha kwa ujumla wake, tunaita Islamic Finance. Hizi ni huduma za Kiislamu zinazofanywa kwa ajili ya jamii, lakini ziko huduma zingine kama huduma za elimu. Tuna mashule ya kutosha kuanzia chekechea, shule za msingi, shule za sekondari, tuna vyuo mpaka vyuo vikuu. Usizungumzie chuo kikuu kimoja tu cha MUM, chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro ni kimoja, lakini tuna vyuo vingi sasa hivi hapa Tanzania, viko kule Zanzibar pamoja na pahala pengine. Lakini tupo katika huduma za afya, Waislamu wanamiliki, wanaendesha huduma mbalimbali za hospitali hapa Tanzania. Lakini ukiacha hivyo, ziko shughuli nyingi ikiwemo shughuli za viwanda, shughuli za halali zinazofanya maisha ya Waislamu yaende vizuri katika misingi ya imani yao. Hizi zote ni shughuli za Kiislamu za kijamii zinazofanywa na taasisi za Kiislamu. Inaweza ikawa ngumu sana kwa Muislamu kuzunguka huku na kule kwenda kuona, lakini Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu chini ya mwenyekiti wake Amili Sheikh Musa Kundecha watazikusanya hizi taasisi zote katika eneo moja pale viwanja vya Mnazi Mmoja. Mwisho kabisa mwa 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Muharram kwa kalenda hii ya mwaka mpya wa Kiislamu ambao utaanza hivi karibuni, wala sio mbali, kuanzia tarehe 20, 21, 22 ya mwezi huu wa 6 tunaenda kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika maadhimisho hayo, kuwajenga Waislamu kujua wanao mwaka wao, wanao miezi yao mitukufu, wanao matukio yao, ikachukuliwa mwezi mtukufu huu wa Muharram katika mwaka mpya wa kalenda ya Kiislamu, itakuwa ndio wakati wa kuonyesha shughuli za kijamii zinazofanywa na taasisi na jumuiya za Kiislamu mwishoni au katika 10 la mwisho la mwezi wa Muharram katika mwezi huu, mwaka huu, ambapo itakuwa ni mwezi wa Julai. Lakini ili kuweza kufikia hiyo Muharram Expo, kuna mambo tunatakiwa tuyafanye kama Waislamu. Jambo la kwanza, siku ya kesho ambayo ni tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025, pale katika msikiti wa Kichangani kutafanyika mkutano mkubwa wa jumuiya, taasisi mbalimbali za Kiislamu, mashirika, makampuni na wadau wote ambao wanatarajiwa watakuja kutoa huduma katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Nitumie fursa hii kukualika wewe kiongozi wa jumuiya na taasisi ya Kiislamu kushiriki katika mkutano, lakini tukuombe wewe mdau mkubwa wa masuala ya miamala ya Kiislamu kama SIFCA. SIFCA ni mamlaka ya usimamizi wa miamala ya Kiislamu hapa Tanzania. Unapozungumzia mabenki ya Kiislamu, takafu, unapozungumzia mambo ya hatifungani kwamba na sukuki, unapozungumzia vikoba vya Kiislamu, unapozungumzia masuala ya takosi za Kiislamu, huduma zote ambazo hazina riba zinazopita katika mifumo ya Kiislamu, hizi zinasimamiwa na mamlaka yetu ya SIFCA, kwa maana wao ndio regulation institutions ambayo inaweza katuambia kwamba hii halali, hii sio halali. Kwa hiyo SIFCA na wadau wengine
kama YEMCO ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kuanzisha, ya kuhamasisha, ya kufundisha uwepo wa vikoba vya Kiislamu, uwepo wa masakos ya Kiislamu kama Tampo Sakos. Wote hawa tunatarajia kesho watashiriki katika mkutano, bila kusahau mabenki ya Kiislamu pamoja na watoa huduma wote. Kila Muislamu ambaye anataka kutoa huduma pale uwanja Mnazi Mmoja, jamii iweze kumuona, ukizingatia vyombo vya habari vitakuwepo vingi sana kwa ajili ya kuhakikisha zile huduma za Kiislamu katika jamii zinajulikana na zinaonekana. Watu wenye mabucha ya halali tunataka waje wote katika hichi kikao kesho. Kitaanza saa 4 mpaka majira saa 7 katika msikiti wa Kichangani pale Magomeni Mataa. Tunaomba watu wanaohusika waweze kukaribia katika matukio hayo. Lakini pia tuambie tarehe 1 Muharram utakapoanza, Baraza Kuu itafanya press conference kubwa sana, yani mkutano mkubwa wa waandishi wa habari katika kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu. Na kupitia press conference hiyo, Sheikh Musa Kundecha, amili wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania, kwa kushirikiana na wadau wanao organize na kuratibu kwa pamoja jambo hili, wataeleza mambo na mwelekeo wa Uislamu katika mwaka huu mpya wa Kiislamu wa 1447. Watatoa mwelekeo kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiutamaduni, yote viongozi wetu watatoa mwelekeo katika hiyo siku. Bila kusahau sasa tutakapokuwa tunaelekea kwenye kongamano lenyewe hilo la maonyesho ya shughuli za kijamii za jumuiya na taasisi za Kiislamu pale katika viwanja vya Mnazi Mmoja, mengi kabisa yatakuwa ni yenye kufanyika. Mimi kama Juma Nchia, mratibu wa UMATA, kwa kushirikiana na viongozi wa Umoja wa Maimamu Tanzania, tupo sambamba katika kila jambo lilokuwa la halali na lenye kuhitajika kwa Waislamu, kusaidia kusukuma liweze kuwafikia Waislamu mahala pale walipo. Katika jambo hili pia hatuko mbali, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha taarifa zinakufikia kama ambavyo zinakufikia hivi sasa. Itunze tarehe. Muharram Expo 1447 Alhijiria itaanza 10 la mwisho la mwezi wa Muharram, itakuwa ni mwezi wa Julai. Tarehe kamili mtakuja kuzifahamu. Watu wa huduma wote Waislamu katika jamii, iwe makampuni, iwe shirika, iwe mataasisi, tunawaalika kwa hali na mali muweze kushiriki. Kesho karibuni katika mkutano utakaofanyika pale Kichangani. Baada ya kusema haya, tunatakia kila la kheri katika kuendea mwaka mpya wa Kiislamu. Asalamu alaykum.